maumivu, vuguvugu mapendekezo ya ugawaji wa majimbo. Yani kumekuwa na mitazamo tofauti. Kuna wanaoamini kwamba ugawaji wa majimbo una faida, wengine wanasema una faida, unatuongezea tu idadi ya wabunge na magharama na kodi zetu zitakuwa zikitumika kwa vurugu, kwa kuwalipa waheshimiwa wabunge. Kabisa. Basi ndio hilo nasema vurugu. Vurugu mapendekezo ya kugawa majimbo, kilio cha maumivu, wananchi wapingana na mapendekezo ya kamati za RCC, walalamikia kuongezewa kwa gharama, wasema wingi wa wabunge si maendeleo. Gharama, kilio cha wananchi ni kuwa kuongezeka kwa majimbo kutaongeza gharama za uendeshaji wa shughuli za bunge, wakati jamii bado inahitaji kupata huduma bora. Wanachotaka, wamependekeza bajeti kwa ajili ya kuongeza wabunge zipelekwe kupunguza kero ili kuongeza ufanisi kwenye miradi ya kibiashara, upatikanaji wa maji safi na salama, afya na elimu, hasa ya ufundi. Hilo nalo neno kilitafakari kwa kina, kwa sababu unapokwenda kuongeza majimbo manake unaongeza na idadi ya wawakilishi. Hapo ataingia wabunge wa jukwaa na wataingia wabunge wa viti maalum. Sio, umeelewa? Kwa hiyo unakwenda kuongeza idadi ya wawakilishi ambao na wao watakuwa wakilipwa posho kwa ajili ya kile ambacho wanachokifanya. Lakini ukiangalia na mahitaji ya wananchi yamekuwa ni makubwa. Kuna changamoto wa miundombinu, kuna changamoto wa vifaa tiba, kuna changamoto katika sekta mbalimbali. Kwa hiyo ukiangalia kwa jicho la tatu, kuna faida, kuna hasara. Sio kama kuna tumeambiwa kwamba tunawasogezea wananchi huduma. Yani faida ni kwamba utapunguza ile wananchi kufikiwa kwa wakati na wawakilishi. Unajua, ukiangalia jimbo la Dodoma kwa mfano, tumpongeze sana Mheshimiwa Mavunde. Ukiangalia jiografia ya jimbo la Dodoma lilivyo, kwa Mavunde peke yake kwa muda wote alioongoza amefanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo moja ya faida ni kwamba unampunguzia kazi Mheshimiwa mbunge kuweza kufika katika maeneo kwa wakati. Kata 41 Al-Mohamed sio kata kidogo kuzitembelea zote, kuwafikia wananchi wote, kuzungumza nao. Zaidi hapo tumie na nguvu ya ziada ya kutumia hizi media kuweza kuzungumza nao kwa njia ya radio kama hapa. Lakini kusema wewe kama wewe. Kwa hiyo utaona kuna vitu ambavyo vinakwenda kutoa urahisi kuwafikia wananchi, lakini pia vinakwenda kuongeza mzigo. Lakini sio asenyenge. Kwa sababu wananchi wana mahitaji nao. Kwa hiyo mwananchi anafikiria mbali. Huyu anakwenda kuteuliwa, atapewa posho hata kama ni 200. Je, hii 200 ingeletwa huku kwetu kwenye barabara za mitaa huku, singetondolea adha. Kuna upungufu wa vifaa tiba, ingekuwaje? Tuna message ya msikilizaji tunarudi nayo hapa tuweze kujua yeye anakuja kuzungumza. Kwa hiyo hii ndio ile mvua najua bora nini? Na msikilizaji unaonaje? Tugawanye majimbo au yabaki hivyo hivyo? Ama hela ziende zikalete maji, zikalete tija kwenye maendeleo. Maendeleo katika. Wewe unasemaje?